Mwezi huu wa 11 ni mwezi wa kuimarishwa na Bwana. Tutakuwa katika mtiririko wa kusikia mambo mbalimbali ambayo Mungu amelenga kutuimarisha nayo. Na tunaposema kuimarishwa na Bwana, unaweza ukawa na imani lakini ukahitaji kuimarika zaidi kiimani. Hata mitume wakasema, Bwana Yesu tuongezee imani. Unaweza kuwa na afya lakini ukatamani kuimarika zaidi kiafya. Unaweza kuwa na uchumi lakini ukatamani kuimarika zaidi kiuchumi. Kwa mwezi huu tutakuwa tukitembea kwenye mafuta ya kuimarishwa. Mafuta ya kuimarishwa na Bwana. Amen. Sasa katika mfululizo ambao tunaanza nao, moja kwa moja tutaenda kuangalia kuimarishwa katika uchumi. Alafu tutaandika namna ya kutumia baraka ili kupata baraka. Tunaona Mungu anaeleza kwa habari ya vyote tulivyo navyo ametupa yeye. Na ukiangalia kwenye maandiko, anataka kila alichotupa kitumike kumuonyeshea tunampenda kwa kiwango gani, ili tupate kubarikiwa zaidi. Kwa lugha nyingine, tunavyokuwa navyo Mungu ametupa huwa vinasimama kama mbegu. Ndio maana anasema ampae mwenye kupanda mbegu na mwenye kula chakula, yeye humjaziliza huyo mtu. Lakini ndio yeye anayetoa mbegu kwa ajili ya kwenda kupanda. Haleluya. Kwa hiyo kama Bwana anataka kutuimarisha kiuchumi, lazima aanze kututengeneza kwenye kile kinacholetwa kwetu kama baraka, tukitumie kupata baraka. Mungu akikupa kitu, hakupi baraka kamili. Anakupa baraka kama mbegu, ili utumie hiyo mbegu kwenda kupata baraka kamili kutoka kwake. Kwa tena kusoma kwenye maandiko, Mungu anapoeleza kwa habari ya anachotupa kama mali kwa ajili ya ufalme ili tupate kubarikiwa. Tukisoma katika kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 9 hadi wa 10. Mithali sura ya 3 9 hadi 10. Amen. Mithali sura ya 3 mstari wa 9 hadi wa 10 nasema, Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Anasema mheshimu Bwana kwa mali yako. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo ghala zako zitakapojaa. Maana yake nini? Anaposema mheshimu kwa mali, anamaanisha kwamba mheshimu Bwana, ama tumia kile alichokiachilia kwako kama mbegu, ili uweze kujazwa ghala. Okay,
Najua hapa wengi tumetoka kwenye familia za ukulima. Hivi mwanzilishi wa tulivyo navyo ni nani? Mahindi yametoka kwa nani? Kwa Mungu, si ndivyo? Na njegere na maharage na mboga za majani. Okay. Mungu alipoachilia mahindi, mle ndani kaweka vitu viwili. Kaweka chakula, kaweka na mbegu. Kwa wanaopanda mahindi, mbegu huwa mnazipatia wapi? Kwenye muhindi. Kwenye ule mkonga ule wa muhindi, pale pale pana punje. Wakulima huwa hawaoni kama ni chakula. Wakulima huwa wanaona mbegu. Ni wewe tu ambaye sio mpandaji ndio unakula kila kitu. Lakini mkulima mwenyewe hali kila kitu. Na mimi sijui, lakini mama yangu mimi na baba yangu walikuwa mahindi wakija wanayagawa kwanza. Wanapita wanachagua mahindi yote yenye yameshiba. Yale yalikuwa yanawekwa pembeni. Ukiangalia tu hivi kwa ajili ya uzoefu, unajua haya yametengwa kwa ajili ya mbegu. Ilikuwaga hailiwi. Na hata ile punje yenyewe kuchua huku juu, chini kule kwenye zile pingili nene zile, wanasema hii ni nini? Ni mbegu. Kwa hekima ya mtu wa rohoni ni kujua chakula na mbegu. Ni hekima kubwa sana. Ukiulizwa kama ndani yako unayo hekima, upimwe tu kwenye mambo ya kimungu, namna vile ambavyo kikija kitu chako, hekima inakusukuma nini. Na ndio maana mtu mwenye hekima ikija anasema hii ni fungu la 10, ni hekima ya kimungu. Anajua hii sio ya kwangu. Ukishatoa hivi, mwenye hekima 60%, akishatoa fungu la 10, kilichobakia ni anakichakaza. Haoni kama kuna nafasi ya Mungu tena. Anambia Mungu, ulishachukua chako. Nataka nikwambie, baada ya kutoa fungu la 10, ile 90 inayobaki, pana chakula, pana mbegu. Haleluya. Na ndio maana akasema kuna mtu anampa mbegu kwa kuwa anataka kupanda, na chakula huwa anataka kula. Na ndio maana hakuna mtu ambaye hakupewa mbegu na Mungu. Kuna siku ulipewa mbegu, ila kwa sababu ya ulafi ukala nini? Ukila mbegu. Kwa wakulima wanaelewa, siku kiamua kujitoa fahamu ukala mbegu, mwakani inakuwa ni mwaka wa nini? Asante. Ukasema bwana kakoboe na hayo. Mama ulisema wewe kakoboe. Kitajijua. Kitakachokuja kujijua kitaitwa nini? Njaa. Kwa kabla ya mtu kulalamika njaa, uchumi wangu mbaya, hebu rudisha, rewind hiyo kanda yako, ujiangalie hekima yako kati ya kutenga chakula na mbegu. Ukiwa mwenye hekima ya kurudi nyuma na kutafsiri maisha yako, utakuja kugundua kuna siku ulijiondoa fahamu kula na mbegu. Maana yake nini? Katika ulimwengu wa roho kitakachofuatia hapo ni njaa. Haleluya. Njaa za wengi zimetokana na kukosa hekima ya kujua ipi ni mbegu na kipi ni nini chakula. Walichofanya nini? Wakageuza jiwe kuwa mkate.
Jiwe ni nini? Ni mbegu. Haiwezi kawa nini? Mkate. Ukigeuza jiwe kuwa mbegu, ukigeuza jiwe kuwa mkate, ni kama mtu ameamua kula mbegu ambayo huwa hailiki. Hakuna mkulima ambaye anakulaga mbegu. Haleluya. Sasa tunaona maandiko yanasema hivi, mheshimu Bwana kwa mali yako na malimbuko ya mazao yako. Ndipo maana yake nini? Anasema ndipo ghala zako. Kwa lugha nyingine, ghala zako zinategemeana na heshima yako kwenye mali na malimbuko aliyokupa Bwana. Unapomheshimu Bwana, anaenda kushughulika na ghala. Kwa ghala zako zinategemeana na heshima yako juu ya Bwana siku alivyokupa mali. Haleluya. Kama alikupa mali, hukuona nafasi ya kupanda kwenye ufalme, lazima kinachoenda kuathirika ni ghala. Kinachoenda kupigwa ni ghala. Haleluya, haleluya. Ukifungua katika kitabu cha Wakorinto wa pili, kuna kitu muhimu sana pale nataka leo tujifunze. Wakorinto wa pili, kuna kitu muhimu nataka leo tujifunze. Sura ile ya 9 mstari wa 6 hadi wa 13. Okay. Wakorinto wa pili sura ya 9 kuanzia mstari wa 6 na kuendelea inasema, lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba. Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Na Mungu aweza kujaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Ndio. Kama ilivyoandikwa, ametapanya amewapa maskini, haki yake yakaa milele. Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda. Ampaye nani? Mbegu mwenye kupanda. Na mkate uwe chakula. Ndio. Atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu. Mkitajirishwa katika vitu vyote mpate kuwa na ukarimu wote, umpatiao Mungu shukrani kwa kazi yenu. Asante. Kwa kazi yetu. Sasa kuna kitu leo nataka tukiangalia hapa. Muhimu sana. Muhimu sana. Anasema hivi, lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba. Apandaye kwa ukarimu. Apandaye kwa nini? Kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Sasa nataka tuangalie neno ukarimu, kwa sababu kinachofanya watu washindwe kumtolea Mungu ni kukosa kitu kinaitwa ukarimu. Haleluya. Ukarimu, kinyume chake cha ukarimu ni uchoyo. Ukarimu, Mungu anataka ukarimu. Yaani sio kwamba anataka utoe tu. No. Anataka utoe, katika kutoa kwako aone kitu kinaitwa ukarimu. Asione unatoa ndani ya kutoa kwako aone sheria. Hataki kuiona sheria. Hataki kuona unapotoa aone sauti ya mchungaji ikikwambia akatoe. Hataki unapotoa aone ya kwamba unatoa ili usifilisike. Bwana, usipotoa nisije nikafilisika. Anataka kitu kimoja tu anapoona sadaka yako, ama anapoona utoaji wako, au anapoiona mbegu yako, anataka aone kitu kinaitwa ukarimu. Hasa angalia ukarimu. Kuna mtu mwingine anaweza akawa haelewi Kiswahili. Hivi ukarimu ni ile hali
ya kujisikia furaha kumpa mtu pasipo kipimo. Ushaonaga wale watu ambao chakula kimepikwa, mgeni akija ambia nawa, we nawa, tuendelee bwana, tuendelee nawa, basi mgeni ananawa, mnakula, akikiisha mnafurahi, basi hivi. Ni ukarimu. Sawa. Lakini mwingine chakula kikija ambaye sio mkarimu, anasukumia uvunguni, hata kikae na viatu huko imradi mpaka mgeni afanye nini? Anatoa, anakuta kwenye mchuzi kuna socks, anasema potelea mbali, anaendelea kula. Sasa haya mambo yanaanzia wapi? Haya mambo huwa yanaanzia hata ulikotokea. Kuna mambo mengine ni tabia za familia ulikotokea. Umetokea kwenye familia ya kichoyo. Uchoyo huwa unaondoka, unaenda hadi kwa Mungu. Mtu anakuwa mchoyo hata kumpa Mungu. Yaani mchoyo hadi kwenye kile ulichopewa, unaambia mrudishie aliyekupa, unakuwa mchoyo. Kinachowatesa watu wengi ni uchoyo. Kuna watu wengine wamezaliwa kwenye familia za uchoyo. Usifanye uchoyo mbele ya mtoto wako. Utafanya mtoto wako naye akikua awe mchoyo. Halafu akishakuwa mchoyo, hauishi kwa mchoyo kwa watu wa kawaida, inaenda na kwa hadi mchoyo kwa Mungu. Mtu anakuwa mchoyo. Haleluya. Chakula nakula chakula cha kichoyo. Na ndio maana mgeni yote mwenye akili timamu, sawa, akifika huwa anaangalia wamenikaribisha, anaangalia haraka haraka, wamenikaribisha toka rohoni. Sawa. Yaani kabla achana na wale vichana, sasa hivi sikia, kimetoka moyoni ama rohoni kitajijua. Achana na wale vichana. Sawa. Wale wao wanakulaga, shauri lako. Mimi nakula, utajua mwenyewe mbele ya safari. Lakini wale wastaarabu, cha kwanza anaangalia, huyu mtu kanikaribisha kwa ukarimu kweli? Sawa. Mtu umefika tu namkaribisha mtu mara moja tu, karibu tule ugali, asante, anabadilisha story. Sawa, vipi huko nyumbani? Mtu ajua hapa. Manake mtu anakataa mara ya kwanza ili urudie mara ya pili na mara ya tatu, apime ukarimu wako. Amekataa mara moja, tayari unaanza kusema vipi? Usafiri wa huko mjini ukoje? Watu wanaenda na tonge. Mtu anajua hapa huyu nini? Mchoyo. Wala kwa mtu mstaarabu hata chakula chako akitamani tena anaacha kwa sababu ya uchoyo. Sawa. Sasa huu uchoyo umewatesa watu wengi. Ukitoka uchoyo kwenye familia, unahamia kwa Mungu. Mungu anakupa leo mkate, alafu anakuambia naomba sehemu ya mkate, unaambia hautoshi. Ni asili ya nini? Ya uchoyo. Na ndio maana Mungu anadai kwenye kutoa kwako, anataka ukarimu. Yaani nikwambie, Mungu hana shida na hela. Akasema hivi, kama ningekuwa ni sadaka, anasema mimi ndio nao miliki ng'ombe wote. Kipindi cha Agano la Kale walikuwa wanatoa sana wanyama. Akasema mimi wanyama nimeomba kwa mkono wangu. Anaweza akawafuga wanyama, akachukua wanyama akawachinja kama shida ni sadaka. Yeye anataka moyo wa mtu. Lakini ndani ya utoaji kuna kitu kanisa hatujafundisha vya kutosha: kutoa kwa ukarimu. Kutoa kwa nini? Kwa ukarimu. Watu kutoa mpaka watishe kwamba sikia, utafirisika na kurudi sifuri. Mtu basi sawa, toa shilingi ngapi baba? Lakini kumbe kinachotafutwa pale ni nini? Ukarimu. Kila mtu atoe kwa ukarimu. Unakuja kutoa sadaka hapa kwa moyo kumpenda Mungu. Hii hali ya kukosa ukarimu, ndio maana kuna watu wengine hadi unawaambia, jamani, kuna kitu nataka tuchangie hapa kwa ajili ya kununua. Hadi unamwambia sikilize, hata leta chochote utakachokuwa nacho, na bado amekaa.
Maana yake nini? Huyu mtu sio mkarimu, amekosa ukarimu kwa Mungu wake. Ndio maana hata seli wanaweza kusema jamani tuchangie seli tufanye kitu fulani. Unakuta mtu amekaa kimya, ni hali ya kukosa ukarimu. Sio kwamba wasiotoa hawana, wanavyo, lakini uchoyo kwa Mungu. Watu wengi ni wachoyo kwa Mungu. Mwambie jirani yako, watu wengi ni wachoyo. Ni wachoyo. Sio kwamba hawana. Sio kwamba hawana. Na ndio maana Mungu hatoi tena. Mungu hatoi tena kwa sababu ya uchoyo. Sisi wenye watoto tunaelewa. Unaweza ukachukua pipi ukampa mtoto mmoja kaambia gawia wenzio. Gawia wenzio. Yeye aenda akafanya nini? Agawa. Hata mimi kwangu watoto wangu huwa namchukua yule wa mwisho namwambia shika pipi hizi. Naambia nenda kawagawie wenzake. Najua kwanza yule atagawa kwa haki, lakini akili yake bado haina mambo mengi. Ukiuzipa hizi njemba nyingine akili zimechangamka. Anaweza katoka hapa. Anasema hapana. Yeye ndo aenda akawagawie nani? Wenzie. Sasa pata picha hata kama ni mdogo. Ukimwambia nenda akawagawie wenzie alafu akazishikilia. Kesho kama mzazi unasema hapana. Hata wewe na udogo wako hufai. Bora nimpe huyu agawe. Maana yake ni nini? Sababu ziko nyingi. Lakini sababu nyingine, napompa mdogo yule pipi, yeye bado ni mtoto. Kwa hiyo namna anavyoifurahia pipi ni tofauti na anavyofurahia yule wa form 2. Sasa anaenda form 2. Yule pipi sio kitu cha ajabu sana kwamba eti na yeye aanze kurukaruka. Pipi. Nitaanza kuuliza wewe una akili timamu? Sawa. Lakini yule mtoto ukimpa pipi huwa anaruka, ananipigia hadi sarakasi, anapiga hadi sarakasi. Unaona huyu hata akifurahia kutokana na umri wake. Kwa unampa yeye pipi unaambia kawagawie wenzake. Anaanza kupiga mahesabu pale. Sasa muda mwingine nampa wako watatu afu nampa 5. Sasa hapa inakuaje sasa hapa? Yaani mbona ziko 5 na gawagawaje hapa? Anaanza kupata picha. Namwambia wewe chukua 2 afu wale wape moja. Okay. Unampa ile hali aone anaweza kuwagawia wenzake na zinafikaga kwa uaminifu. Hana uchoyo. Atazifikisha kwa wenzake na wenzake watafanya nini? Watakula. Hasa wewe kwa Mungu wako anakupa unga leo gunia zima na uko peke yako hapo. Na unaona jirani anakufa na njaa. Yaani ukiona, unajua kuna watu wamesha kremiwa mtaani. Yaani ukiona mtu anakupa kitu juu kimechacha. Sawa. Yaani kabisa haya maharage haya yamechacha. Na ukionja kabisa unaona kuna harufu kambali. Kwamba amechacha. Yaani ni bora awe anachemsha, si ana friji. Kwa anachemsha asubuhi na mchana anachemsha. Yasiharibike anachemsha. Yanaenda baadaye anagoma. Yakigoma ndo anamwambia wewe haraka maharage haya jamani tulage. Kumbe ndo anataka. Kwa nini usitoe wakati yametoka kupikwa siku hiyo ukagawa? Ni uchoyo. Kama Mungu amekubariki hata kwenye nyumba hizo za kupanga, umemwangalia hali fulani ya maisha ya mtu fulani ni ya chini. Siku nyingine unamsurprise, unampa soda. Ambia nimekuja na hizi soda 2 na wewe kunywa. Ni ukarimu. Ni ukarimu. Ama chukua hii hapa unga, chukua bana pika. Ni ukarimu. Sio mpaka unga uanze kuwa na vidudu unasema chekecha ndugu yangu na vijidudu. Ni kukosa nini? Ukarimu. Kwa nini usingegawa kabla haujawa na wadudu? Unamtia moyo, unalika, ukichekecha wadudu anakaa juu. Sasa kwa nini? Sawa. Kwa nini mpaka wadudu waingie ndio ukampe nani? Jirani. Unakuja kugundua ni uchoyo ambao yeye mwenyewe mchoyo hajielewi. Unajua ni vyema sana ukajijua. Kuna watu ni wachoyo ila hawajijui. Ukiona wewe unawapa zawadi watu nao wapenda tu, wewe ni mchoyo. Wewe ni mchoyo ila hujijui. Yaani ukiona unampa yule ambaye unamkubali, huyu awe chukua. Wewe ni mchoyo. Ukarimu huwa hauchagui.
ukabila, undugu. Unampa tu mtu kwa ukarimu. Unampa mtu kwa ukarimu. Sio yule unayempenda tu. Hata usiyempenda unaweza mkarimu, anaweza kumkarimu hata mtu asiyempenda. Kuna watu ni wachoyo, kiatu hagawi. Na ndio maana muda mwingine unakuta kuna matukio yanatokea, unaanza kumlaumu shetani, lakini Mungu anakuonyesha uchoyo. Wewe unakuta mbwa amekula kiatu. Alaje mbwa kiatu? Mungu anaangalia, ambia huyu ni mchoyo sana, hata kiatu chake kilio na nini? Na mbwa. Makusudi tu unatembea huko na unapenda kula mchuzi wa nyama, unadondokea kwenye kiatu. Ukiacha nje watu wanapita na mbwa wanaojua hii ni mfupa, wanakula. Alafu kiatu changu kimeliwa na mbwa mkono mmoja. Vimeliwa na madumadu kwa sababu ya uchoyo. Kuna watu ni wachoyo sana, na ule uchoyo wa nyumbani, na kuhakikishia huwezi ukawa mchoyo nyumbani ukawa mkarimu kwa Mungu. Haiwezekani. Ukarimu ni ukarimu tu, na ukarimu hauchagui. Kwa hata Mungu pia anatakaga kuwabariki watu, lakini akitaka kumbariki mtu anakutana na uchoyo. Alafu watu wa nje wanaanza kujiuliza maswali. Mbona huyu ni mwana maombi hafanikiwi? Anaomba sana jamani, Mungu anaomba sana. Na mwingine wala sio mwana maombi, anakuja tu anagusagusa, baba ninaomba unibariki. Anashangaa baraka mbwa. Hauza jamani, huyu amekesha. Anapita hadi miguu yake inaonekana kwenye carpet, inaonekana carpet miguu ya mtu fulani. Kila gharika. Mbona sibarikiwi? Mungu anapiga na mchoyo huyu. Hata ukimpa vinabaki kwa vyake. Kumbuka kanuni ya kubarikiwa. Ibrahimu alisemaje? Mungu anamwambia Ibrahimu, na kubariki ili na wewe uwe baraka. Kanuni ya kubarikiwa ni wewe ufanyike nini? Baraka. Kwa hiyo ukitaka ubarikiwe, ondoa uchoyo. Na uchoyo ukianzia nyumbani, huwa unahamia madhabahuni. Unakuta mtu amekaa namna, wakati wa kutoa sadaka mtu amekaa namna hii. Yaani Tanzania hana cha kutoa. Uchoyo umemjaa. Hata akija hapa na kuja ndaka oneo huruma na tumbukiza kambangalao anaondoka. Mchoyo mtupu, hamna chochote. Ni uchoyo tu. Ni uchoyo tu. Ni uchoyo tu. Akirudi kule unakuta amenunua mbolea ya shilingi 5,000, 50,000, anaenda kupanda mbegu. Unasema 50,000 umepataje? Ni Bwana hifadhi. Ule hifadhi mbona ukumpa Bwana? Ni uchoyo. Na ndio maana anaenda anapanda. Ng'ombe wakija wanapita kwenye shamba lake tu. Kwani ng'ombe nadhania hawaongozwi na roho? Ng'ombe wanajazwa Roho Mtakatifu. Waambia pita hapo. Shamba la ambaye sio mchoyo, ng'ombe wanaona kama miti ya mwarobaini. Kumbe ni mahindi. Shamba la mchoyo wanapita nalo. Alafu ukija unakuja madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amesema tushukuru kwa kila jambo. Haleluya wapendwa. Ng'ombe alipita, basi mna nyinyi ambao hamtafsiri vitu vya rohoni. Oh Mungu wangu, ni mchoyo, acha wale. Ni mchoyo. Umaskini mwingi wa watu unatokana na uchoyo wanapopata mbegu. Mungu akasema anampa mtu mbegu. Anapompa mtu mbegu, ile mbegu anakuwa mchoyo. Mbegu inaliwa, alafu hapandi, kinachofuatia ni njaa. Siku kila mbegu kinachofuatia ni nini? Ni njaa. Sio kila baraka inayokuja kwako imelengwa iwe ni chakula. Mungu anasema nimpae mbegu mwenye kupanda na chakula mwenye kula. Maana yake ni nini? Ipo mbegu na chakula. Chochote kinachoingia kwako, kwenye mshahara wako kuna mbegu na chakula. Kwenye mshahara wako kuna fungu la 10, kuna mbegu na chakula. Kama wewe unaiona chakula tu, hauoni mbegu, kinachofuatia ni njaa. Kwa njaa za wengi, kukwama kwa wengi kunatokana na uchoyo.
anasahau kuwa mchoyo. Akifika hapo ofisini anaanza kusema, unajua kwenye familia yetu hii tatizo sio la kwenye familia yenu, hili ni la uchoyo wako. Useme hivi, unajua kuna madhabahu, unajua mimi watu wananiloga. Uchoyo ni kitu kinachowatesa watu wengi sana. Nimesemaje? Na uchoyo unaenda, ndio maana Mungu anasemaje? Angalia, anasema hivi, ukarimu. Apandaye kwa ukarimu. Anasema apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Maana yake nini? Ukarimu. Kwa nini Mungu asiseme hivi, apandaye haba atavuna haba, apandaye kingi atavuna kingi? Kwa nini ametumia neno ukarimu? Kwa sababu ndani ya ukarimu kuna utele pasipo vipimo. Mtu mkarimu huwa hapimi. Nasema hivi, mtu mkarimu huwa hafanyi nini? Hapimi. Mkarimu hajawahi pima. Kwa hiyo na wewe ukipanda pasipo kupima, utapokea pasipo kupimwa. Haleluya. Mungu anasemaje? Kwa kipimo kile kile upimacho ndicho utakachopimiwa. Ukipima kipimo, mimi huwa nafurahi sana nikisomaga huo mstari. Kule kwetu kuna biashara moja ya viungu sufuria. Kama unataka kachungu kadogo, unaenda unajaza mahindi kidogo na ukimimina unaondoka na chungu chako. Wangapi kwao walishaonaga hizo biashara? Kama unataka lichungu likubwa la kupikia kande, inabidi uende na mahindi mengi, unayajaza, ndio unanunua. Yaani unanunua, unamwaga mahindi, unachukua chungu unaondoka nacho. Sawa sawa. Sasa hauwezi ukafika ukaenda na mahindi kidogo ukapewa lichungu likubwa. Sio kweli. Sio kweli. Kwa kiwango unachokipima ndicho utakachopimiwa. Maana yake nini? Unapokuwa kama Mungu tunataka katika huu mwezi wa kuwekwa vizuri na Mungu na kustawishwa na kutengenezwa, huu ni mwezi wa kuimarishwa katika kona ya uchumi. Mungu akitaka kuwaimarisha watu wake, lazima awasikilizishe neno linalo waondolea uchoyo na kuwapa ukarimu, ili kila atakachokipata mfukoni awe mkarimu kusema nitampa Bwana. Hebu nikuulize, unajua matokeo ya ukarimu ni nini? Unajua matokeo ya ukarimu ni nini? Alright, subiri nikusomee. Anasema kila mtu mstari wa 7, na kila mtu atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo mkunjufu. Yeye atoaye kwa moyo mkunjufu. Anasema hivi, tuendelee kidogo. Anasema hivi, na Mungu aweza kumjaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Riziki za kila namna, unajua maana yake? Yaani wewe umeajiriwa, riziki za kila namna inakuwaje? Hutegemei mshahara wako. Maana riziki za kila namna. Ukiona umeajiriwa halafu tegemeo lako na maisha yako ni mshahara, ujue pana shida. Na ndio maana ajira peke yake, halafu tuone mshahara huu wa 600,000, umejenga jumba la milioni 400 na hakuna kitu kingine unachokitegemea, ni mshahara tu. Wewe mwizi. Wewe ni mwizi. Hata mambo ya serikali wakija kuangalia, wana sheria za utumishi wa umma, wanaangalia, wanasema hivi, declare mali zako.
halafu anaangalia mali zako na mshahara wako vinafanana. Mshahara 400,000, una nyumba ya 1,400,000 na umefanya kazi miaka 3. Wakipiga mishahara yako yote, yani kwamba haujala haujanywa, wakikusanya mishahara yako yote 2.5 haifiki, halafu na nyumba la 4,000,000. Anasema ni mshahara tu. Wakwambia wewe, hebu anza tuonane polisi mapema. Mwizi wewe, mwizi wewe. Lakini ukiwa kwa Mungu na sio mchoyo, mshahara wako sio tegemeo lako, kwa sababu ya riziki za kila aina. Wakija kuuliza mbona umejenga nyumba milioni, unaambia ni mimi na mshahara, lakini pia nina ng'ombe, lakini pia nina kuku, lakini pia nina hiki, lakini na hiki. Wanakuambia basi bwana wewe tuendelee, kwa sababu wanaziona riziki za kila aina. Maana yake nini? Mungu anavombariki mtu ambaye ni mkarimu kwake, huwa anampa riziki za kila namna. Kuna watu hata hawajaipewaga hela na mtu, yaani watu hawagusu kukupa. Hata ukifika sema yani kichwa kinaniuma, unamseti mtu ili akupe hela. Kinaniuma, kwambia sikia, kaa kivulini, kunywa maji mengi, alafu watu wanaondoka. Kakai kivulini, kunywa maji, alafu naenda na kwa mwingine, yani kichwa kinauma, kinagonga mpaka najisikia kama kufa. Nakwambia pumzika, tatizo lako wewe ufanye nini? Haupumziki. Usidhanie kwenda kueleza watu matatizo yako ndio watakusaidia. Watu wanamsaidia mtu mahali ambapo baraka za kila aina, riziki za kila aina zimefunguliwa kwake. Hata usipoumwa watu wanakupa. Sawa sawa, watu wanakupa. Wanaokupa sio wao, wametumwa. Biblia inasema kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pa Mungu na mwenye kupendwa, hivyo Mungu atainua watu na kabila za watu. Unashangaa mtoto anakuja anasema hii ada ya watoto bwana, yule mtoto wako ndo kusomeshea. Huyu nitafanya hiki, huyu nitafanya hiki, mmoja basi amina napokea. Usipokee, acha uchoyo. Sawa. Kuna watu wanakazana kupokea lakini ndani ni wachoyo. Hawana ukarimu kwa Mungu. Halo? Kuna mtu mmoja yanamuelea. Mmoja asema ni mchungaji leo katupania. Sasa ukiona kama wewe Mungu anasemeshwa na wewe, ujue neno limefika mahali sahihi. Acha uchoyo. Mwambie jirani yako acha uchoyo. Usiogope, mimi ndio nimekutuma. Maana kuna mtu amemwangalia anaogopa kusema acha uchoyo, au anamwambia acha uchoyo afu hamwangalii. Niambia mgeukie jirani yako mwambie hivi, hali nyingi za watu zinatokana na uchoyo. Mwambie mgeukie, mwambie Mungu anakupa. Akikuomba unakuwa mchoyo. Nitakusomea baadaye andiko moja hivi. Nitakusomea uone vile tunavyotakiwa. Anasema hivi, angalia. Na Mungu aweza kuwajaza kwa kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila jambo jema. Riziki anayeachilia nani? Ni Mungu. Haleluya. Sijajua kama hapa niliongea, lakini Sinza niliwasitizia sana. Nikamwambia hivi, usiige masuala ya utoaji, usifanye nini? Unaweza ukawa na jirani yako mchoyo. Usiige. Kila mmoja anatoa kivyake. Sawa sawa, kivyake. Usiige.
Wewe umekaa hivi, wewe umekaa na mchoyo. Jamani tuchangie shinga, mimi nitatoa 5,000. Naona na mimi 5,000. Unaiga uchoyo. Mtakapokuja kuvalishwa magunia, unadhani hilo gunia utalikimbia? Kama uwezo wako wewe kumtolea Mungu ni 500,000, jirani yako akisema 2,000, usishuke kwenye uwezo wako. Haleluya. Usishuke kwenye uwezo wako, kwa sababu yawezekana yule amesema 2,000 ndio alionayo. Wewe ukisema 100,000, wa 2,000 atabarikiwa kuliko wewe. Kama wale waliokuwa wakitoa pale, Yesu akawaangalia akasema hawa wanatoa vingi, lakini huyu mama ametoa kilicho bora, katoa hazina yake yote. Usiige. Kuna wengine wanatoa 2,000 ndio hazina zao zote. Usiige. Nimesemaje? Ametoa 2,000 na mimi natoa 2,000. Mwenzako ametoa 2,000, alikuwa na shilingi 2,000. Wewe umetoa 2,000, una 100,000. Unadhani ipi kubwa? 2,000 ya yule aliyekuwa nayo 1,000 zote zinapoenda zinaonekana ni shingapi? 2,200, lakini thamani yake kwa Bwana zinatofautiana kutokana na kila mmoja na vile anavyotoa. Haleluya. Riziki za kila aina. Sasa kuna namna matokeo ya utoaji. Matokeo. Nataka usome kwenye Kumbukumbu la Torati 28 na mstari wa 8. Tuangalie matokeo. Matokeo 28 mstari wa 8. Kumbukumbu la Torati sura 28 na mstari wa 8 nasema, Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako, na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako. Anasema Bwana ataiamuru baraka. Anasema Bwana ataamuru baraka ije juu yako katika ghala zako. Kumbe kinachoenda kwenye ghala zako kimeamriwa na nani? Sio kazi yako, sio biashara yako. Kimeamriwa na nani? Na Bwana. Anasema hivi, na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako. Amen. Na mambo yote utakayofanya nini? Utakayotia mkono wako. Swali, baba wanakujaga ofisini, nifanye biashara gani? Jibu ni nini? Kuna mtu amejibu vizuri afa amejibu taratibu. Baba nifanye biashara gani ili nilipe? Jibu ni nini? Asante. Unafanya biashara gani? Kama Bwana ndo anayeamuru baraka ikujilie, umetembea kwenye hali zote kwamba wewe sio mchoyo. Mbegu hauli, unakula chakula, mbegu unapanda. Matokeo yake ni nini? Baraka zinaamriwa ziende kwenye ghala yako. Na jambo lolote ama biashara yoyote utakaweka mkono lazima ifanye nini? Ibarikiwe. Haubarikiwi kwa sababu una biashara nzuri kuliko za wengine. Unajua mkaa ndio unalipa. Sikiliza, hamna kinacholipa. Vyote vinalipa. Vyote vinalipa. Imradi umezibeba nini? Baraka. Vyote vinafanya nini? Unajua duka la mbele ndio unauza sana. Hekima za mataifa hizo. Unaweza kukaa mbele na usiuze. Baraka kama hazijaamriwa zikujirie, unaweza kukaa mbele na zisifanye nini? Usiuze. Unaweza kukaa nyuma huko, baraka zikaamriwa, watu wakaanza kusema huku mbele kuna vurugu, twende maduka ya nyuma. Huku mbele bwana, huku ndio kuna vibaka, twende maduka ya wapi? Unaweza mbona watu wanakuja huko mbele kuna vurugu nyingi hapa. Hapa sasa hata tuna hema. Sio kuhema, ameamriwa na jeshi la mbinguni kuja kushoto. Amen.
kunja kulia, kunja kushoto. Anayeziamuru baraka ndo anayewaamuru waliozishika baraka. Kunja kulia, kunja kushoto. Akifika malaika wanasema hapo hapo, alafu anakusemesha hapo ndo mahali sahihi, kwingine utazurumiwa. Na ndio maana kwa wewe ambaye mchoyo, Mungu anakupitishia wauliza bei. Shingapi? Afanye 500. Na wapili tena shingapi? 1500. Yaani wewe siku nzima unapokea tu Kwa sababu gani? Mchoyo. Hata tukiambiwa kipindi cha kutoa, ndio sauti hizo zinaenda kusikika kule kwenye biashara yako. Ile hali utakaojisikia wakati wa kutoa ndio utakaoenda kuiona wakati wa kupokea. Ukijisikia bwana kutoa, bwana we, kuna wengine hii barabara wanabadilisha mawazo hapa. Ameondoka sasa anataka kutoa 3000, 5000, akifika njiani anachomoa 1000. Na hivyo na kule hivyo watu wanakuja watoe oda ya vitu 20, anakuja anasema naomba kimoja. Kama asa kila mtu aangalie jinsi apandavyo. Kila mmoja naangalie utakachokipanda. Apandaye haba. Kwa nini watu wanapitia changamoto? Mapando yao ni haba. Wanavuna nini? Wapendwa, tufanye biashara gani inayolipa eti? Biashara gani inalipa? Mtu anaweza kujiuliza, sikiliza. Kawaangalia watu wawili utaelewa vizuri. Kaangalia watu wawili kwenye Biblia utaelewa vizuri hii. Wa kwanza kamwangalie mtu mmoja anaitwa Yakobo nyumbani kwa Labani. Yakobo anafika nyumbani kwa Labani. Anaambiwa chunga ng'ombe hawa na mbuzi na kondoo miaka 7 nikupe mke. Yule ndugu amechunga miaka 7. Miaka 7. Hivyo fika miaka 7, Yakobo akamgeuzia kibao. Akaambia hapana. Labani akamgeuzia kibao akasema hapana. Kwa desturi zetu sisi bwana, hatuanzaki kumtoa mdogo kabla mkubwa. Anza kubeba huyu mkubwa. Kama mtaka mdogo kaa miaka 7 mingine. Jamaa akakaa miaka 7 mingine. Yeye alikuwa nadhani tu kwa ajili ya kuchunga, lakini miaka 7 ilivyoisha, jamaa alivyochukua wale wake zake akamwambia sasa mimi acha niondoke. Ndio hapo Labani akatoa siri, akasema unajua toka siku umekuja mifugo yangu imekuwa ikiongezeka. Toka siku umekuja mifugo yangu imeongezeka. Kwa hata ile karata aliyochezeshewa ile ni basi tu kwa sababu alikuwa anataka endelee kutumika. Wewe unadhani kama Yakobo angekuwa amekaa pale alafu ukute Yakobo mwenyewe kila siku mifugo anaipoteza, mingine inakufa, alafu yeye mwenyewe anakula gunia zima peke yake, unadhania ikifika miaka 7 si wanamwambia chukua nenda, chukua nenda tu. Au ingefika miaka 3 anambia bwana wewe hii mingine 4 nimekusamehe, wewe chukua mke wako kufanya nini? Lakini alikuwa na baraka. Ikabidi waingie mkataba wa kibiashara. Sasa sikia, tuingie mkataba. Mimi nitakutunzia wanyama wako, lakini hapa tugawane. Tuingie mkataba hapa. Wanyama watakao kuwa na malakalaka wa kwangu, watakao toka hawana malakalaka wa kwako. Shughuli yake unakumbuka kilichotokea? Kila kondoo anayezaliwa ana nini? Akizaliwa ng'ombe ana nini? Halafu kila wa malakalaka wanatoka mapacha 3, mapacha 2. Baada ya miezi 6 ndio kanatoka kamoja ambako hakana rangi. Anampigia leo kametoka kamoja ambako kakwako. Na kenye hati kesho kanaweza akafa. Kametoka hakataki kunyonya. Yaani mambo ni mengi. Halafu wa kwake yeye wanatoka na malakalaka 2. Leo wamezaliwa 3. Ikafikia kipindi wenye malakalaka wakawa kibao. Hivi nadhani ni nini? Ni baraka
anafanya chochote. Yani sio kwamba Yakobo alikuwa ni mtunzaji mzuri sana wa ng'ombe kwamba angepewa kitu kingine kisingeweza kufaa. Yani yule hata anyway, tuachane na Yakobo, ngoja nikuonyeshe Yusufu alipoenda kwa Potifa. Unajua nini kilichotokea? Yusufu alienda kama ka houseboy, kama ma houseboy wengine au ma house girl. Potifa akawa anamchunguza. Si mnajuaga nyinyi wa mama na wa baba nyumbani, houseboy akija ama house girl, ile wiki ya kwanza yani yeye hajui, anachunguzwa kila kona, si ndivyo? Sio mnawachunguza, si ndivyo? Hata akitembea hivi mnamchunguza, anatembeaje huyu, anatembea hatua ngapi mpaka kufika kwenye kijiko. Hapa sasa huyu atakuwa mvivu, mbona ametembea hatua nyingi, kijiko kiko hapa. Ni wiki ya kuchunguzwa, ile ni wiki ya kuchunguzwa, si ndivyo? Hata mimi ishaitokea juzi hapa, tulipata dada mmoja mchunguza tu, tukakuta anagombaniana soda na mtoto. Anambia we anaambia mtoto wa mpresa, hiyo soda ni ya kwangu, hiyo Fanta ni ya kwangu, usiguse. Kwa mtoto kabidi akae pembeni, mtoto akafungua akaanza kakae, akasema safi. Tukasema huyu dada gani wakaza anagombaniana soda na mtoto? Mtoto amesalenda. Nikasema huyu hajatukuta si kipindi cha utoto, wala asingefukuza, tungemnyosha tu. Enzi zetu sisi watoto wa siku hizi ndio ukiwatishia soda wanaiacha. Sisi enzio soda ikija, baba mwenyewe anazurumiwa na mtoto. Ndio stosha house girl. Ndio stosha house girl. Enzi zetu sisi ni hao watoto wa siku hizi tu ndio wanasumbua. Enzi zetu sisi huyu wala tunaambia usimfukuze, tutaenda naye sambamba. Yani yeye ndo angekuwa na shtaki kwamba mtoto simwezi. Yani enzi zetu sisi tulikuwa tunazaliwa yani katoto kanazaliwa yani ile kanafumbua macho tayari ni kakamanda. Na ndio maana unakuta kesi za siku hizi, mtoto wangu amechelewa kutembea, amechelewa, ni wanazubaga muda mwingine, sio kwamba wana matatizo, wamezubaa tu. Sisi enzi hizo yani unatambaa, unatamani kama msimame hivi, unadai haki zako sawa sawa kama mwanasheria. Sawa. Siku hizi hawa ni shughuli nyingi. Lakini kipindi Potifa anamchunguza Yusufu, anamwangalia, anakuta Yusufu alivyokuja, yule ng'ombe aliyekuwa tasa ghafla amebeba mimba. Huyu ng'ombe sasa alikuwa tasa, mbona amebeba mimba? Ghafla na wale kuku waliokuwa anawalisha wameshaanza kudondosha mayai, wanataga. Na lile tuta lilokuwa nalilima lilikuwa linagoma mchicha, sasa limeshaota. Kama si tunavyowachunguzaga hawa dada, na Potifa naye akamchunguza akisema huyu bwana huyu kuna kitu amebeba kinaitwa baraka. Akasema hivi, sasa kuanzia leo mambo yote ya humu ndani wewe ndio utakuwa unashughulika nayo, na wewe ni bwana wa vyote, isipokuwa mke wangu usimguse. Maana yake nini? Kuna namna aliziona zile baraka ya kufanya chochote. Kwa Yusufu alime mchicha atabarikiwa. Uongo kwe? Yusufu auze mahindi atafanya nini? Imradi umebeba baraka, unafanya chochote, biashara yoyote. Hata ukiambiwa napiga kofi moja unilipe 50, utakuta wazee wa kanisa mpanga mstari hapo. Hela yani zinamfuata mtu, hela zinamfuata mtu. Sikiliza, mtu huwa hafuati hela, ni hela zinafuata mtu. Na kwa nini hela zinamfuata mtu? Kwa sababu ya baraka alizozibeba. Baraka ndio zinazoleta mvuto.
Issue sio biashara, issue sio aina ya biashara unayofanya. Biashara yoyote, unaweza kufanya biashara nzuri, kama haujabarikiwa huwezi fanikiwa. Unaweza kufanya biashara ya kawaida, Na ndio mimi nawashangaga sana watu ambao wanasema, bwana siwezi kufanya hapa. Hii biashara hapa mtaani wanafanya wengi. Kutokana na somo la leo, hiyo ni sentence sawa? Hapa bana maduka hapa nguo ni nyingi. Ni sawa. Kwanza hata ukiuliza hawa kinashuhudia wanaokaa kule Kariakoo, ile mitaa imepangwa kwa ajili ya biashara zinazofanana, si ndio? Ukitaka machuma kuna sehemu inaitwa Gerezani. Huko ndio unakutana na machuma yote. Hadi kitanda alicholalia Mjerumani kipo pale, unakipata Gerezani. Kuna sui wapi anaita wenyewe sui wale majina yao magumu, sui Nyamwezi sui na nini, vinakutana. Kila sehemu ukitaka vyombo kuna sehemu yake. Ukitaka sini kuna sehemu yake. Sasa uwezo ukasema bwana mimi hapa wanapouza vyombo wanauza vingi, waacha mimi vyombo vyangu nene nikaviuzie kule Gerezani kwenye machuma. Haijalishi unafanyia biashara wapi, kinachojalisha mkononi mwako umebeba nini. Akasema hivi, tumesoma hapa, anasema hivi, na lolote utakalofanya, biashara yote, imradi usiwe mchoyo kwa Bwana, uwe mkarimu kwa Bwana. Akikupa jisikie furaha kumrejeshea, mtolee kwa ukarimu na kwa moyo wa kupenda. Fanya chochote, fanya biashara yote, fanya mahali popote, baraka zitakufuata. Haleluya. Muulize jirani yako, jirani nishauri, nifanye biashara gani? Mshauri. Umemjibuje? Unampotosha. Muulize kwanza hali yako ya uchoyo ikoje. Usimdanganye mwenzio kafanya yoyote, ataenda kuingia hasara. Na muulize, kumwambia jirani, naomba nishauri, nifanye biashara gani? Msaidie. Swali zuri hilo. Muulize hali yako ya uchoyo ikoje. Mwambie hivi, angalia kanisani. Mwambie angalia kanisani. Angalia. Kuna kitu gani kimetengeneza alama yako? Angalia. Mwambie angalia. Maka angalia. Kote. Kuna kitu chako umekiona? Kuna wengine watasema ya. Wewe uliokiona kitu chako furahi. Wewe ambaye hujakiona kitu chako jiulize, hivi mimi sio mchoyo kweli? Mbona kanisa zima hamna kitu changu hata kimoja? Kwa sababu hata wenzako wakati wanachangia feni ya seli walichangia feni, wewe ulipiga. Unauliza wewe ni seli gani? Mimi ni makadashi. Yaani unawaweka watu njia panda. Na wewe kwenye kubarikiwa Mungu atakuweka wapi? Njia panda. Watu wanarukaga. Leo anasema nimehamia. Yale mimi nimeona bora niko huko. Michango ikikisha sasa nimehamia. Kwa anakuta mchango umemkuta akiwa katikati. Na baraka na zenyewe zitakukuta ukiwa, yani ukiondoka watu ndio wanakula. Ushaona gele, unaondoka unaaga, unapita kwa nani? Watu ndio wanaleta sahani. Wanataka mwiteni, ameshapakia bodaboda ameondoka. Basi bwana haikuwa bahati yake. Watu wanaanza kutafuna mifuko. Unakoenda ukifika tu watu wananyanyua vyombo. Umechelewa dakika moja. Wewe usione ni kitu cha kawaida. Uchoyo wako utafuna uchoyo.
Haleluya. Kuna watu wachoyo hapa, hata cha Mungu anakila. Mimi nawajua hapa, bahati nzuri nyinyi watoto wangu wote nawajua, na mafungu yenu ya 10 bahasha nafungua mwenyewe, ninaelewa. Kuna watu hapa wananiangalia hivi, hawajaenda hata bahasha zao za fungu la 10 hazipo. Hazipo. Kesho nikisema baada ya semina asubuhi nitaonana na watu, yuko pale namba 1. Mchoyo huyo, namwangalia huyo mchoyo amekuja. Sema tu Mungu ametupa tu. Unapokuwa mchungaji, moyo wako ni wa kichungaji tu. Kwa sababu mchungaji, kondoo akikimbia inabidi awaache 99 ampate nani? Sasa hawezi kumla kondoo kwamba wewe umekimbia kula. Atamfuata, atamuunganisha na kondoo wengine. Sawa. Ni mimi ni tukio moja tu nilikutana nalo nyumbani kwetu. Jogoo liliruka ukuta, ikabidi tulikimbiza, alitaka kuingia. Tulikimbiza siku hiyo, mama, baba na watoto, tunakimbiza jogoo hili moja. Yaani unataka kulikamata lina pale, kamata linafanya tulikimbiza karibia saa zima. Mzee amekaa namna hii, mama ameshachoka, mimi kimbiza nimechoka, wote tumekimbiza. Mwingine amepata nguvu, jogoo moja tulimkimbiza. Alipomkamata mama na baba wote waliongea kwa pamoja, achinjwe. Umenielewa? Tulimla. Na kila aliyekuwa namla namkumbuka huyo jogoo kwamba wewe kweli mbio za sakafuni zinaishia. Lakini ni ile tu Mungu kwa upendo wake na sisi wachungaji. Lakini kama ingekuwa ni kwamba eti tunaangalia hivi na tunahudumia watu kwa kadri ya uchoyo wao, watu hapa hawana. Kuna watu hapa mwaka mzima huu, tunaenda mwezi wa 11, kuna watu nawajua hapa kwa sura zenu, hamtoi fungu la 10. Yaani kuna watu walishaachaga kutoa fungu la 10, wanaona kama ni kupoteza muda. Ona wakiwa kwenye vyumba vyao wanavyoomba, baba wewe umesema na maandiko yapo kibao. Uchoyo kibao na maandiko yapo kibao. Hawa watu mifungo yao ukiigusa ni ya hatari. Yaani kuna watu wanajua kufunga, mifungo ni ya hatari. Lakini mfungo na uchoyo haviendi sambamba. Haleluya. Leo wachoyo Mungu amekutana nao. Mmefikiwa wachoyo wote, mmefikiwa. Wote ambao hamtoi fungu la 10 mmefikiwa leo. Yaani mtu anachagua nitoe ipi? Nitoe lini? Lakini ukikutana na shida unaita majina yote ya Mungu umeyashika. Jehova Rafa, Jehova Nisi, Elishadai, Jehova Makadesha. Wewe sikia, hata uite majina yote, Mungu anakupa kutokana na ukarimu wako. Chochote Mungu anachokupa, anakupa ili kitumike kama chombo cha kumrudishia yeye utukufu, na anakupa ili apate kujua moyo. Haleluya. Ulichopewa ni kipimo, kimetumika kama chombo cha kupima moyo. Fungua na mimi katika kitabu cha Kutoka sura ya 25 mstari wa 1 na wa 2. Mungu aliwaambia wana wa Israeli baada ya kuwa amewabariki, ampae mbegu ili apande. Amempa mbegu, aliwapa mbegu wana wa Israeli. Baada ya kuwapa mbegu wana wa Israeli, akawaambia Musa, akawaambie wanitolee kila ambacho mioyo yao inawapa kupenda kutoka kwenye nilichowapa. Nimempa kazi, amepata mshahara. Pastor Miamba kamhubirie, umwambie atoe kile kitu ambacho moyo wake unampa kupenda kwenye hicho. Amepata faida, mwambie anitolee kile ambacho moyo wake unampa kupenda.
kutoa. Kamtolee. Sasa unatoa nini? Unatoa nini? Kile ambacho moyo unapenda kutoa ndicho unachotakiwa utoe. Kile ambacho moyo. Kwa hiyo anatumia alichokupa kupima moyo wako utatoa nini. Hakuambii utoe kile ambacho hajakupa. Sio Mungu huyo. Mungu anaanzaga kumpa mtu mbegu ili amwambie apande. Ni desturi na ni kanuni ya Mungu. Mungu huwa anampa mtu kwanza mbegu, alafu ndio anamuuliza, anasema panda. Unakuta Mungu anasema okay, ninakupa. Alafu anawaambia Musa, waambie wana wa Israeli wanitolee. Musa anauliza wakutolee kiasi gani? Anambia sipangi mtu anitolee kiasi gani. Nimempa, lakini mwambie mtu anitolee anachotaka kutoa. Akiamua kutoa chote atoe, akiamua kutoa robo atoe. Vile moyo unavyompa kupenda. Haleluya. Ni kipimo. Hivi kama Mungu anatumia kipimo kujua mtu anayempenda na kulingana na anachotoa, wewe mwanamke unashindaje kujua kama mtu anakupenda ama hakupenda? Ukitaka kujua anakupenda ama hakupendwa, angalia anavyofanya nini. Anakuja mvulana anamwambia nakupenda. Utaangalia anavyokupenda kupitia anavyolia. Kuna wengine wakikaa tu hivi nataka kicheka sana wanalia, si ndio? Unamwangalia mtu jinsi anavyolia. Yaani mimi nakupenda jamani, mbona mimi nakwambia nakupenda. Unaangalia ndio upendo hivyo. Hata watu hapa wanakujaga kulia kanisani. Mungu haangalii upendo kwa kuangalia unaliaje. Tutakaposema sasa shika sadaka yako, ndio Mungu anaangalia upendo wa kile unachotoa. Sijasema kulia ni vibaya, wewe jiachie tu. Mimi sitaki kujua kwa nini unalia. Sawa. Kuna wengine wanalia kwa sababu nyingi. Sawa, lakini Mungu anaangalia nini? Upendo kwenye unachokitoa. Haleluya. Hata wewe ukitaka kujua baba nani anakupenda, nyinyi mliolewa na mliooa, wewe kujua mwenza wako anakupenda, angalia anakupa nini. Yuko tayari kukupa kitu. Au naishia tu kuambiwa happy birthday, alafu anajidai na yeye kuhani, Bwana akupe maisha marefu. Hiyo ni kazi ya Pastor Miamba. Wewe nipe zawadi. Sawa, wewe nipe nini? Kunibariki, ataenda kunibariki mchungaji nitakapoenda Jumapili kutoa ushuhuda kwamba hii ndio wiki yangu niliozaliwa. Wewe kwako unahitaji nini? Ili nijue unanipenda ama unipendi. Sawa. Ukiona anakupa, anatoa, ujue anakupenda. Kila siku anakuwazia aliyo mema. Namna gani atatoa? Wambia mke wangu lazima kila baada ya mwezi lazima at least mwezi uvae nguo mpya 2 au 3. Haiwezekani bwana, lazima uvae nguo hata bora tusile, lakini lazima uvae. Watoto nitapambana watasoma, lakini wewe lazima uvae, lazima ule. Ndio unajua kumbe huyu yuko tayari kutoa. Sio nani naomba nguo. Wewe hivi lazima uwe na hekima. Wewe ni kodi ikiisha basi naomba ninunulie. Sikiliza, hivi wewe waza mambo ya muhimu. Kwani nguo huna? Ada ikiisha ukiomba tena kwambia kodi kwani imebaki mingi. Unaona kama miezi 6 ni mingi? Yaani wewe kila siku unampiga chenga hapa na hapa. Anaanza kujua huyu hanipendi. Na wewe nakupa maelekezo, yaani unajua kwamba huyu hakupendi. Upendo unaangalia unatoa nini? Upendo unaangalia fanya nini?
Mpaka nimewagusa watu hadi alianza vizuri, sasa hapo anaharibu. My friend, ukiona mme wako hajakununulia kitu mwaka huu, anyway, sije nikawa na kesi ya nini inaitwa ya uchochezi. Sitaki kesi ya uchochezi mimi. Lakini ukweli ni kwamba ukiona mwaka huu, mwezi huu hujanunuliwa chochote, jua tu somo la leo vile linaloongea. Sawa sawa Kwa sababu kwenye kutoa hakunaga kujisingizia. Mimi ningemtolea Mungu, yani mimi Mungu kama akinibariki nitatoa. Mungu hatakagi kuangalia cha kesho, anataka kuangalia kwa kile ulicho nacho. Sawa sawa Hata wewe pia kwa mume wako ama kwa mke wako, wanawake huwa hataki kuangalia makubwa, wanaangalia hata hicho kidogo. Nenda Magengeni, si hauna hela, si una kodi, mrudie na pipi basi. Pipi kabisa, ambia mke wangu nimeenda Magengeni, sikuwa na kazi yote, nimeenda kukununulia hii pipi. Atajua unafanya nini, unampenda. Kwa sababu sina, nimeamua kununulia pipi, ni upendo. Mungu akawaambia wana wa Israeli, waambie wanitolee mimi. Kila mtu kitu ambacho moyo wake unampa kufanya nini, kupenda, ndio anitolee. Ona shughuli yake sasa. Ona shughuli yake. Mwingine anakula vyote afanambia Mungu, wewe wajua anakupenda. Ndio wanapokujaga Mungu, wewe unachunguza moyo. Anachunguza kweli moyo, lakini anavyochunguza moyo wako anakumbuka alikupa mbegu ukala. Kwa ukimwambia Mungu chunguza, usidhani atachunguza unavyotaka wewe, atachunguza anavyotaka yeye. Chunguza, unichunguza. Hivi ukienda kupigwa x-ray, unataka x-ray ionyeshe unachotaka ama itaonyesha inavyotaka yenyewe? Kwa kuchunguzwa, usidhani unaimba kwa sifa na tetemeka achunguza ndio unaweza kutoka matokeo, majibu yakatoka kwamba anayeimba mwizi. Tumemchunguza, tumemkuta nani? Au kibaka. Kwa nini kibaka? Siku moja tulimtuma mtu akampe 100,000 akala zote. Yaani amepokea 100,000 hapo anasema nalipa deni. Huwezi ukapokea kitu hafu kalipa deni moja kwa moja. Hii mradi tumepokea, pale ndani kuna hela sio ya kwako. Kuna fungu la 10 sio la kwako, ni la Mungu. Kuna mbegu pale. Chakula ni kidogo sana. Usipotoa mbegu na chakula na fungu la 10 ukapokea ukasema kata huko. Kata huko unanidai laki na mimi nakudai laki. Kata tu huko tumalizane. Ujue kuna mahali umeiba. Ukisema nichunguze, kibaka yule anaonekana kule. Haleluya. Kwa mtu mmoja anaelewa. Sasa nataka nikuonyeshe vile ambavyo kwenye Biblia kuna watoaji. Amen. Kuna watoaji. Nataka tusome Mambo ya Nyakati wa pili. Mambo ya Nyakati wa kwanza. Mambo ya Nyakati wa kwanza. Fungua sura ya 29. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 29. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 29. Nataka tuone jinsi ambavyo mfano wa mtu aliyetoa. Alafu angalia na havila alivyotoa. Haleluya. Maandiko yanasema hivi, kisha mfalme Daudi akawaambia kusanyiko lote, Sulemani mwanangu ambaye Mungu amemchagua peke yake, akali ni mchanga bado na mororo, angali mchanga bado na mororo, nayo kazi hii ni kubwa, kwani nyumba hii ya enzi
si kwa mwanadamu, ila kwa Bwana Mungu, ila kwa Bwana Mungu. Basi kwa uwezo wangu wote nimeiwekea akiba nyumba ya Mungu, nyumba ya Mungu wangu, dhahabu kwa vitu vya dhahabu, fedha kwa vitu vya fedha, shaba kwa vitu vya shaba, na chuma kwa vitu vya chuma, na miti kwa vitu vya miti, vito vya shohamu na vya kujazia, vito vya nyumu na vya rangi mbalimbali, na mawe ya thamani ya kila namna, na marimari tele. Nami tena kwa kuwa nimeiwekea nyumba ya Mungu wangu, shauku yangu. Nimeiwekea nini? Shauku yangu. Nami ninayo hazina yangu mwenyewe ya dhahabu na fedha, naitoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu. Zaidi ya hiyo, akiba niliyoiwekea tayari nyumba takatifu, yaani talanta 3,000 za dhahabu na dhahabu ya Ofili, na talanta 7,000 ya fedha iliyosafika ya kuzifukiza kuta za nyumba, ya dhahabu kwa vitu vya dhahabu, na ya fedha kwa vitu vya fedha, na ya kazi ya kila namna zitakazofanywa kwa mikono ya mafundi. Ni nani basi ajitoae kwa moyo ili ajiwekee wakfu leo kwa Bwana? Ndipo wakuu wa mbali ya mababa na wakuu wa kabila za Israeli na maakida wa maelfu na mamia, pamoja na wasimamizi wa kazi ya mfalme, wakajitoa kwa hiari yao, nao wakatoa kwa ajili ya utumishi wa nyumba ya Mungu dhahabu talanta 5,000 na dakoni 10,000, na fedha talanta 10,000, na shaba talanta 18,000, na chuma talanta 1,000. Na wale walioonekana kuwa na vitu vya thamani wakavitoa vitiwe katika hazina ya nyumba ya Bwana chini ya mkono wa Yehieli Mgershoni. Ndipo hao watu wakafurahi kwa sababu wametoa kwa hiari yao wenyewe. Narudia, ndipo hao watu wakafurahi kwa sababu wametoa kwa hiari yao wenyewe, kwa sababu kwa ukamilifu wa mioyo, kwa hiari yao wenyewe wamemtolea Bwana Mfalme Daudi, naye akafurahi kwa furaha kuu. Kwa hiyo Daudi akamhimidi Bwana mbele za mkutano wote, na Daudi akasema, uhimidiwe Bwana Mungu wa Israeli baba yetu milele na milele. Bwana, ukuni wako na uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako, Bwana, nawe umetukuzwa mkuu juu ya vitu vyote. Utajiri na heshima hutoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, tena mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Basi sasa, Mungu wetu, twakushukuru na kulisifu jina lako tukufu. Lakini mimi ni nani na watu wangu ni nani hata tuweze kutoa kwa hiari hivi? Kwani vitu vyote vyatoka kwako, na katika vitu vyako mwenyewe na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Kwani sisi tu wageni mbele zako,
na wasafiri kama walivyokuwa baba zetu wote. Ni kama kivuli siku zetu duniani, wala taraja kukaa hapana. Bwana Mungu wetu, akiba hii yote tuliyoiweka ili kukujengea nyumba kwa ajili ya jina lako takatifu, yatoka yote mikononi mwako, na yote ni yako wewe. Nami najua Mungu wangu ya kuwa wewe wajaribu nini? Wajaribu nini? Wajaribu moyo, nawe wapendezwa na unyofu. Nami katika unyofu wa moyo wangu nimeyatoa haya yote kwa hiari yangu mwenyewe. Nami sasa nimeona kwa furaha watu wako waliopo hapa wakikutolea kwa hiari yao. Bwana Mungu wa Ibrahimu na Isaka na wa Israeli baba yetu, ulilinde jambo hili milele katika fikra za mawazo ya mioyo ya watu wako. Naye Suleiman mwanangu umpe moyo mkamilifu, ili azishike amri zako na shuhuda zako na maagizo yako, akayatende hayo yote kwa kujenga nyumba hii ya enzi niliyoiwekea akiba. Ndipo Daudi akawaambia makusanyiko lote, haya mhimidini Bwana Mungu wenu. Basi kusanyiko lote wakamhimidi Bwana Mungu wa baba zao, wakainama vichwa vyao, wakamsujudia Bwana na mfalme naye. Haleluya, na mfalme naye. Sasa unaangalia, tunaona hapa kuna tendo na maombi. Tendo alilolifanya hawa watu, Daudi yeye katika mazingira ya kibiblia, Mungu alimwambia hata ijenga nyumba. Akasema atakayejenga nyumba ni mtoto wake Suleiman. Lakini ndani yake alikuwa na shauku ya kujenga nyumba, ila vigezo hana. Alichofanya ni akaenda kununua material yote, akayaweka pale. Halafu yeye na watu wake wakanunua vitu vyote. Anasema wakanunua dhahabu kwa ajili ya vyombo vya dhahabu, wakanunua fedha kwa ajili ya vyombo vya fedha, wakanunua chuma kwa ajili ya vyombo vya chuma. Unajua maana yake ni nini? Yaani kwenye ile nyumba ya Bwana kulikuwa kuna vitu ambavyo ni lazima kwa maelekezo ya Mungu vitengenezwe kwa dhahabu. Yeye akainunua dhahabu safi ya Ofiri, akaiweka pale, kwamba ikitakapohitajika chombo cha kutengenezea dhahabu tayari ipo. Akanunua fedha, akaiweka pale, kwamba kitakachotaka kutengenezwa kwa fedha ipo. Akanunua chuma, akaweka pale. Kama ingekuwa leo huku kwamba amenunua na simenti, amenunua kokoto, amenunua mchanga, amenunua kila kitu, amekiweka pale kwa ajili ya ujenzi wa nyumba. Kwa Suleiman yeye alivyokuja, yani ni kujenga, material yote ameweka baba yake. Lakini angalia walivyokuwa wanamhimidi Bwana. Walipomaliza kuviweka vile vitu, wakashangilia, wakafurahi, kwamba maandiko yanaeleza kwamba kila mtu alitoa kila kitu alichokuwa nacho. Yaani ilipofika kutoa chuma, kila mtu ambaye ana chuma alitoa, kila mtu mwenye dhahabu alitoa. Ikafika kipindi wakatoa vitu vyote walivyo navyo. Halafu sasa wamebakia hawana kitu, wamemtolea Bwana. Angalia ibada wanaoipiga. Wanamwambia Mungu, tunakushukuru kwa kuwa umetuwezesha kutoa. Anasema kwa maana vyote tulivyovitoa vimetoka kwako, na kwa ridhaa yako umetupa nafasi ya kukutolea. Wakamshangilia Bwana, wakachinja ng'ombe. Ukiendelea kusoma hapa, wakachinja, ikawa ni sherehe kubwa kwa sababu wametoa. Nikupe siri moja. Tulikuwa tuna wababa wengi sana hapa miaka hiyo. Nikaitisha mchango wa generator kipindi umeme hujafika. Wababa wote waliondoka. Wakabakia tu wababa wachache kama kina Mzee Defuke na wengine wachache. Wengine wote walikimbia. Ukiuliza wameondoka nini? Bwana mchango wa generator. Unaona hapa tulivyokuwa kuna utofauti. Wameondoka, wamekimbia mchango wa generator.
Lakini Daudi yeye na watu wake wametoa, alafu anaenda tena kufanya sherehe. Yaani kwamba wale wa baba wangeweza kutoa ule mchango wa generator, alafu akafanya sherehe kubwa kumshukuru Mungu kwamba wameweza kutoa kile ambacho Mungu amewapa. Maana yake nini? Hawa watu hawakutoa kwa kinyongo, walitoa kwa moyo wa kumpenda Mungu wao. Walijisikia vizuri kutoa. Swali linakuja kwetu sisi. Je, huwa tunajisikia vizuri kutoa? Hilo ni swali ambalo unatakiwa kujiuliza. Unapotoa huwa unajisikia vipi? Maana yake nini? Unapotoa lazima ufurahi. Wapendwa, somo letu bado linaeleza dhahiri ni mwezi wa kufanya nini? Wa mwezi wa kufanya nini? Na leo tunaimarishwa kwamba kile ulichopata au unachokuwa nacho kitumike kupata iliyo kamili. Haleluya. Kwamba mali unayoipata itumike kwa ajili ya kupata mali. Unaporudisha kwa Bwana, unapokea kutoka kwa Bwana. Mtu mmoja atakiamua kuyabadilisha maisha yake, kwa sababu kwenye mahubiri kuna mambo mawili. Kuna kusikia na kugeuzwa, na kuna kusikia kutokugeuzwa, lakini pia na kuna kutokusikia. Sijajua wewe mbegu yako imepandwa wapi. Kuna mwingine ameshipaza shingo sana, mchungaji wewe ongea tu, lakini mimi fungu la 10 stoi. Haleluya. Wewe ongea tu, lakini mimi sadaka stoi. Nimesema hivi, Mungu anataka tuwe wakarimu. Usilisahau hilo leo, ni jambo muhimu sana. Tumeongea mengi sana kwenye ibada nyingine kwa habari ya utoaji, lakini kona ya ukarimu hatukuwahi sisitizwa na Bwana. Leo tumesisitizwa kwa ukarimu. Unapotoa kumbe utoe kwa nini? Siku moja jamaa mmoja alinipigia simu akaniambia hivi, mchungaji, hali yangu mbaya sana. Nikamwambia wewe utoe fungu la 10. Ni ukweli sitoe fungu la 10. Hali mbaya kweli. Nikamwambia nifanyeje? Nikamwambia anza upya. Kwa siku hiyo akatuma fungu la 10. Alipotuma fungu la 10, kesho yake anapiga, mchungaji, mbona jana nimetuma fungu la 10 afu hali ile ile? Sasa unajiuliza, kwa ulituma ili upate au ulituma kwa ukarimu? Nikaja kugundua si kwetu kule, si kuna mchezo unaitwa kikombe funika, si kinaitwaje kile, si wanacheza zamani kule kijijini. Kulikuwa kuna hii minada, kila watu wanaenda na biashara zao. Wale kuna jamaa mmoja mtaalamu, yeye biashara yake anakuja tu na meza. Yaani anapakia gari, anafika na meza, anakuja na vikombe vitatu, halafu anatia ndani kama vidude fulani, nimevisahau ni vinini, halafu anaanza kuchezesha. Umeelewa? Mnaujua ule mchezo Halafu kuna watu wanakaa namna hii, anakodoa macho hivi. Halafu anakuambia weka. Halafu naweka pale. Unaweka. Sasa unakuta mtu kafuatiliza kama paka. Unajuaga paka mtu amefuatiliza, yaani anaweka ni hapa. Halafu unaweza kukuta wewe watu wote kama 10 wamefuatiliza kama paka wote. Wote wameweka kwenye kile kikombe. Waweka kwenye kile kikombe. Hata kama kuna mwingine weka. Kama kuna mwingine weka. Kana weka. Mnaweka. Hapo nafunua hamna kitu. Mmeshaonaga hiyo? Nafunua hamna. Watu wote kila mmoja wote kama kuna akili kanakuja sasa, wote ni wajinga, kuna kitu mmepitio. Sasa kuna kitu moja nilishuhudia siku moja kule kwetu. Jamaa mmoja nadhani alikuwa anafanya kwa malengo. Akachungula sana, mimi hapa macho yangu yote nishindwa kuelewa. Asa acha nifanye kwa malengo. Na kama 6,000 nikiweka nitatoka na 12,000. Jamaa akakaa pale, yule mzee watu akakaa. Ikapiga ile, akapiga pa akaweka. Kufungua hamna. Sasa kwa sababu kama mimi ni mjinga kiasi hicho. Ya pili ikaweka. Cha kufungua hamna. Akabakiwa na ya mwisho. Akaweka.
hamna. Sasa ule bwana nadhani kuna namna anacheza ujanja. Wale wana akili nyingi wao wenyewe. Wanajua namna wanajua namna wanachofanya. I don't know wanafanyaje. Jamaa yule aliondoka. Yaani kama ameridhika, sasa nimeshaliwa. Jamaa najua ameisha. Kumbe jamaa amerudi nyumbani kuchukua panga. Jamaa alifika mbele, "Nyi watu wa mjini mnatona si wajinga. Wala wanaocheza sasa kutoka mjini akili nyingi, umeelewa? Wala vijijini wenyewe wao kama washamba." Amekonyi watu wa mjini mnatuona sisi wajinga sana. Akapiga papa akasema utoke leo hapo. Sasa pata picha. Gari yanakuaga magari yanaanza biashara asubuhi, jioni ndio yanaondoka. Umetishiwa panga ndio kwanza saa 6 na magari yanaondoka saa 12. Pana huo muziki unawezekana? Jamaa ikabidi yani kuistarabu kabisa. Uweze leta vurugu kwenye kijiji cha watu, utapigwa mkuki. Jamaa ikabidi amrudishie. "Uliweka shilingi ngapi?" "Sio 6,000." Akamdia 6,000. Aambia, "Sikia, usilete masiara na hela zetu. Yaani mimi sio nikawa mjinga, wote wajinga tusione." Akaondoka. Umeelewa? Akili ikaja. Jinsi watu wanavyoendaga kutoa kwa Mungu. Yaani anapomsikiliza mchungaji ni kama anaenda naye yani wapi? Shika sadaka, yani kama anaenda sasa kutoa. Kesho anafunua anaona kama paka nimetoa alafu. Sikia niwaambie, ukienda kwa Mungu kutoa, mtu mkarimu yoyote akitoa huwa hatarajii kurudishiwa. Uongo kweli? Mkarimu, mtu mkarimu akikupa chakula ule amemaanisha ukile, sio anakukopesha. Mkarimu akikupa chakula na maanisha fanya nini? Lakini kuna kanuni. Huyu mtu aliyekupa chakula ule hataki umrudishie. Siku na wewe ukimuona hutampa, hautakumbuka alichokitoa. Ndivyo ilivyo kwa Mungu. Mungu ameziweka ahadi zake kwa wakarimu. Lakini unapoenda usitoe kama mtu anayeenda kuangalia ile karata 3. Unaenda kutoa kana kwamba unampa Mungu kwa ukarimu. Yeye atatumia kanuni zake, atakubariki. Haleluya. Atakubariki. Na Mungu anaweza akataka kupima ukarimu wako. Ukampa mara ya kwanza, akakaa kimya. Tena unaweza ukampa yote. Mungu, umesema tukujaribu. Na kukupa Mungu kodi ya nyumba. Ukatoa sadaka na vyombo ukatolewa nje. Umechukua rent. Unasema mimi nataka nimjaribu Mungu. Mungu anataka kuonyesha njia zake, sio njia zako. Sawa sawa? Ukamtolea na ukafukuzwa kwenye nyumba kwa kuwa umekosa rent. Na rent, nasema rent ni kodi, sawa? Na ukawa umekosa nini? Kodi. Na kodi uliitoa nini? Sadaka. Anataka kuona utakaporudi nyumbani utajiongeleshaje. Mimi mjinga, mimi nimetoa kodi, ona nimefukuzwa. Nataka aone utakapojiongelesha. Lakini kumbe Mungu anaweza akakuruhusu ufukuzwe leo ili akupe nyumba yako kesho. Hiyo mimi nimeshaishuhudia. Kuna binti mmoja alitoa sadaka yake hivi kama nilivyoongea. Alivyoitoa sadaka, ikafikia kipindi hali ngumu ya maisha ikaendelea, na ametoa sadaka. Sasa imefika hadi dakika ya mwisho, hana kodi, inabidi aondoke. Ananipigia, anambia, "Mchungaji, sina kodi na inabidi niondoke, sina fedha." Na mimi nikiangalia naona alitoa sadaka. Sasa huyu kwa nini? Yaani unaona kabisa kodi, sadaka. Kwa inamaanisha kuna mahusiano kwamba kama asingetoa sadaka ile ingeweza kumsukuma kwenye kodi. Maana yake alikuwa nayo akaamua kutoa sadaka kabla ya kodi. Kilichotokea, yule binti akasema, "Sasa hali yangu imefika." Nikamwambia, "Sasa unaamua vipi? Naomba na wewe unaamua." Akasema, "Yaani hapa kilichobakia kuna nyumba yangu lakini yani haina sakafu, haina madirisha, haina chochote, sijui nifanyaje." Nikamwambia, "Nenda kwenye nyumba yako."
Baba hata grili haina. Nikamwambia unaogopa nini? Cha kukulia cha kukua hapa mjini, nenda kwenye nyumba. Akaenda akapiga picha, ameenda amefyeka nyasi. Nyumba yake ilikuwa ni boma imeezekwa tu, akafyeka nyasi hapo nje, akaingia yeye na mtoto wake, akaingia kwenye ile nyumba. Ameweka yale nani ya blue yale hizi turubai, amegongelea mle, kaacha sehemu ya hewa ndogo, hamna hata grill. Akasema baba, ninaomba unitamkie baraka. Nikamtamkia baraka. Ndani ya siku ya kwanza ya pili ananipigia simu, anambia baba, ninasikia amani sana. Nipo kwenye nyumba haina madirisha wala mlango, lakini nipo nyumbani kwao. Halafu ndani ya wiki kama moja akawa ameweka grill, akawa ananipigia picha. Kila maendeleo ananipigia picha. Hata mwezi haukufika alikuwa ameshaweka magrili nyumba yote. Akaanza kupiga zile floor ile tiles chumba kwa chumba, akamaliza. Ilikuwa ni miezi mitatu tu ameshaweka nani kila kitu, ameshaweka na umeme, yuko nyumbani kwake. Akatuma sadaka ya shukrani, akaambia mchungaji, hakika nimejua njia za Mungu hazichunguziki. Akasema hii nyumba ina miaka zaidi ya 7 good years imekuwa iko pale, hajawahi igusa. Alikuwa anaona kama hasa mimi nikigusa hela itakotumika, kita fundi hela kubwa, bwana mmoja nipange. Anaulita fundi anaona hela kwanza, ngoja niongeze kodi. Mungu akatumia kummilikisha nyumba yake kwa njia ya kumnyima kodi. Sasa yeye akadhani ya kwamba mawazo yalivyokuwa, hakutegwa kwenye mawazo kwamba kwa nini kilichonifanya nihamie kule ni ile sadaka niliyotoa. Lakini mpaka hivi ninavyoongea anakaa kwenye nyumba yake, aliendeleza nyumba yake, ameshaweka na fence, yuko ndani. Ni nyumba. Ukisikiliza hizi story ninazokuambia na ukaenda kuiangalia, huwezi iamini kama hii story inahusiana na hiyo nyumba. Classic. Hata wewe leo hii kuna changamoto Mungu anaweza kupitisha. Unaweza kutoa sadaka, Mungu akakupitisha kwenye changamoto ili uiendee hatima yako. Kwa hiyo jifunze kutoa kwa moyo wa ukarimu, pasipo kuangalia utajibiwa lini na utapokea lini na kwa njia gani. Mwachie Mungu. Haleluya. Bwana akupe ukarimu. Bwana akupe hali ya nini? Ya ukarimu. Uchoyo usiambatane na wewe tena. Haleluya. Unaweza kusimama sasa kwa miguu yako.